Yaani mimi najua kila siku mume wangu umepotea. Kumbe hapo kwenye nyumba yangu hii, ina maana wewe umefungiwa, si ndio Na umefungiwa na mpangaji wa hapa, si ndio? Kwani nimeonekana Haujaonekana. Sasa ngoja nikuonyeshe kama nimekuona au sijakuona. Wewe basi toka uko chooni, mwenzako ukubwa utanishinda. Jamani kitu gani? Mbona unakaa chooni masaa 100? Hebu simama kwanza. Wewe kwanza umemwaga maji mchoni? Ndio nimemwaga bialo. Na kuuliza tena kwa mara nyingine, umemwaga maji chooni? Umemwaga kweli? Nikazie sauti, maana nawajua wapangaji wangu wa humu ndani. Unaweza kusema nimemwaga, nikienda kuingia kuna kutana vitu vya ajabu sitaki. Mtu kama unakula mifupa ya binadamu harufu inayotoka kama ng'onda. Jamani. Naingia chooni. Ole wako. Nikuta vitu vya ajabu. Unaama kwenye nyumba yangu. Nakwambia mama unaama. Yaani bagi nitakalo kuja kukuamshia kwenye chumba chako mpaka mizimu yako yote kwanza itasimama dede hivi. Hebu nitokee mimi hapa. Toka. Choki na anuka kitu gani kama mnakula mifupa ya binadamu? Hivi wewe faki vipi? Nilishakwambia mara ngapi usiende nje? Hivi uone kama ukienda nje utaniletea mimi matatizo? Asa nilibanwa na kutu. Ulibana na kutu kwani humu ndani sikukuwekea beseni? Si nilikwambia ukitaka kumaliza haja zako umalizie humu ndani au? Ha! Mkunye kwa edisi mie? Nkunyaje kwenye beseni? Aya, na uko nje ulikoenda mkeo haja kuona? Unataka uniletee mimi matatizo? Kanione hata kunjua. Ni nkula shungi humu. Salamu. Hakunjua. Ati, salamu. Hivi wewe bwana Faki una akili kweli wewe? Yule mkeo anakujua, ameishi na wewe miaka mingi. Unataka uniletee mimi matatizo? Sina kuuliza, unataka uniletee mimi matatizo si ndio? Mbona wewe? Mfokea unzami wewe? Na pia kile kanifungia. Sasa ndo nini hicho bwana Faki na wewe? Mfokea. Hamna, nakuelekeza tu kwamba ukitoka nje mkeo anaweza kukuona mimi ukaniletea matatizo mwenzio. Usifanye basi hivyo, basi usirudie basi kutoka nje, sawa? Usitoke nje, na kama kuna jambo unataka kulimaliza niambie, mimi nitakusaidia. Usitoke nje basi. Nataka. Unachotaka pia mimi nataka. Naona hiyo. Awanga. Vipi mwenzangu? Vipi kusonete? Haya, wapi asubuhi mkeo kuniacha nyumbani? Mke wangu, ina maana hujui jambo ambalo limetukuta kwenye familia yetu? Bwashemeji amepotea. Dada yangu yuko na hali mbaya sana. Yeye ni mwanamke, hawezi kumtafuta. Mimi ndio mwanaume, natakiwa nipambane kuhakikisha nampata shemeji yangu. Kwa saizi asubuhi natoka nahangaika huko naenda nikampata shemeji arudi nyumbani. Ila mume wangu anapenda kunichekesha. Kwani nikwambia sio mwanaume? Wewe ni mwanaume ndio. Haya. Ile pesa ya kuniachia mie. Sijala asubuhi, sijala mchana, jioni utakaporudi utataka ule. Haya hapo. Nina vikoba mimi, nina kausha damu na Muha saa 10 anakuja. Haya unaniachaje 20,000 pesa kuniachia mie? Mke wangu, mbona mambo mengi sana wewe? Hivyo vitu vyote uvitaje, mbona sielewi tena, sijui michezo, sijui upato, sijui. Mbona sivielewi mke wangu? Alafu, yaani unadharau 20,000 una ndogo. Kweli uko serious? Unaona wengine wanaondoka nyumbani kwao wanawake zao wanaachia shilingi 5,000. Wanatamana wanawake angalau wanaume zao wangekuwa na pesa kuachia 20,000. Hawana. Uone dharau 20,000, kweli uko serious? Mume wangu napenda kunichekesha mie. 5,000 ya kuniachia mie. Unavyonitazama mimi 5,000. Hii 20,000 yenyewe hainitoshi. Eti 5,000 4. Nafanyia nini mimi? 10 mbili nafanyia nini?
Ongeza hela baba. Asa mimi pesa gani nitakuachia? Mimi sina tena pesa. Nimejikumuta wewe ndo nimepata ile 20 nimekuachia. Sina hela nyingine mimi mke wangu. Pale shetani nimejaribu kuwa malaika, nikaongea kwa ustaarabu. Niongeze hela. Mimi Lakini mke wangu jamani, hebu subiri basi. Safari njema. Na uwahi kurudi. Tizame kwanza. Ana mke wangu, siku zote ulikuwa unabisha, nakwambia yule bwana Faki amefungiwa, yule bwana Faki amefungiwa. Sasa basi. We, unaombea au? Hebu nipe umbea, kafungiwa wapi? Ana, amefungiwa wapi? Amefungiwa. Ana, sijui kampenda yale macho yake. Unamaanisha Amanda? Ana mwimba Zuchu. Mbona umbea wa moto? Tulia, sasa nikupe taratibu. Mimi niko na Klo. Nimeklo. Naona mambo live. Macho na masikio yapo hai kusikiliza vitu ambavyo vinatokea. Yule baba unaambiwa anafokewa. Baba anamwambia aje mwenzie kwamba nakutu manake kinyesi. Nataka niachie vitu. Anakwambia achia umo. Yule baba unaambiwa kama toto unaambiwa nadikunga. Kitu nifukuza mimi. Alufu. Yaani umbea bado hivi wa moto. Yaani mchuzi wa mbwa unywe ukiwa wa moto. Hivi sasa muda huu naenda kuuzagaza mtaa mzima wa juu. Yaani nakwambia mke wangu, hizo ndo mpya. Sasa basi, kabla wewe hujaanza kuzieneza kwenye area hii, naanza mimi. Naenda wapi? Amanda unitekeye. Na kutekea. Bwana mweza kumina ugupa na unaibu. Wafaki usogope. Nichungulia Amanda. Kwa hivyo mimi hata sikuchungulie. Ukumwona yapo uniogesha. Kuna wako mkwa laini. Lakini yule pale bongo siku moja achukua ile dude na kuna ni vyombo ile kama la chuma lile. We? Anakoshia stili waya. Kaniogesha nalo kanikuwa nguo nitoka madonda mwili mzima ko. Yule pale. Si unaona kovu kwenye shikio Naona. Yule bonge mtu mbaya Nisirudi tena kwake. Usirudi, baki na mimi. Alafu baby basi mwanza kule pale tabia mbaya. Siku yetu nkwenda kuoga bafuni. Ikibwa Faki kuogeshe, nikaingia mpaka bafuni. Kuingia ananiambia basi njoo kuogeshe kaa mbele, mimi kaa nyuma. Yuko simambo kaangusha sabuni chini, ananiambia tio bwa Faki okota. Na mwangalia mkononi anashika ile chupa mafuta yenye mnara ile pala chupa nyogopa sikuokota. Michezo hiyo. Niligundua. Kwa mjanja. Nikitaka kuoga naogeshwa. Nikitaka kuoga naogeshwa. Tungezaliwa zamani, tungesema penzi toka, tulinywe vibalazani, tukitafuna maboga. We, mi sijui kupigana. Mwili wa Faki wa mapenzi dia. Tusitake kugombana. Faki siwezi kulialia. We bwa Faki. Una sauti nzuri. Unamshinda mpaka huyo Diamond. Kashekani. We, unapenda kujipakulia minyama wewe? Mie huyo. Amanda mtekenya naona aibu. Sabuni niwasha nimwagie. Nikumwagie. Amanda bwana nimwagie. We, nikumwagie. Nimwagie bwana. Unamtekenya. Bwa Faki. Unamtekenya. Faki. Tulia.
He? Umezima kweli? Nautia kasi. Mama ya nyumba. Hivi inakuwa vipi ni jambo la bwana Faki kupotea? Maana kimya kingi, kimya kimetawala. Kati vijana tunapambana. Mimi nimeitisha vijana wenzangu huko mtaani ili tumtafute bwana Faki. Bwana Faki yuko wapi? Usione kama tumekaa kimya, tunatafuta lakini kama mkenda Buguruni, kimya kimya. Tunamtafuta bwana Faki mumeo. Kwa sababu mimi nimemzoea pale nyumbani akija bwana Faki, vipi kwema ndugu yangu? Hebu twende hapo, tunaenda lodi pale vikao, hata vikalanga kalanga, tunaongeza madudu yetu mwilini akija kwa mambo mazuri. Hivi kwaje? Yaani Mpemba wewe acha tu. Maana mimi mwenyewe hapa nilipo nimevurugwa, nimechanganyikiwa. Mume wangu nampigia simu, simpati kabisa. Yaani simu zake hazipatikani. Message hazirudishi majibu yoyote. Navurugwa, ndo mume wangu yule. Alafu tena sina mwingine. Yaani hapa nachanganyikiwa jamani. Niuma kweli yani niuma kweli yani. Nikauya. Yaani mimi ninachokiwaza sana sio wewe kumpata mumeo. Mimi nafikiria vile vikawa. Mumeo wewe ndio una faida naye. Mimi faida yangu mimi kwenye kahawa. Hata ndo hayupo tena. Mia zangu hata hivi zinaisha. Aya bana Mpemba. Acha mimi niwae zangu nyumbani. Maana wewe hapo ndio ushaanza kuzungumza maneno yao ndio yanazidi kuniumiza moyo wangu. Tena. Haya. Yule bwana Faki kama aliyemwacha nyumbani ndio yuko vile. Je, alikuwa huko? Sasa kwa kabeba dunia nyuma huko. Huyu mwanamke tayari kashaichua chumvi. Chumvi imekwisha, anaanza kupiga visimu. Kwa nimsikilize. We mwanamke. We Mpemba. Ana mwanamke wewe. Ukae kwa kutulia ili mimi ninapoenda sipumui. Kabla sijafika tayari ushapiga visimu. Haya unanongwa mwanamke, unaila wewe. Haya unataka nini? Kama hela nimeacha hapo kwenye meza, nimeacha shilingi 3 hapo na 250. Hujaiona? Muone kwanza komwe lake. Wewe nisikilize. Kwa taarifa za umbea hapa nataka nikupatie. Umbea? Umbea. Nikajua labda mamba kwa niweke loud speaker. Leta vitu. Umbea wenyewe upo hivi. Baba mwenye nyumba sikapotea hapa siku 3 haonekani. Naam, niko barabara tie. Hilo jambo unalijua. Sasa hapa mtaani kuna mtu asiyejua kama hapa baba mwenye nyumba yangu kapotea. Wote tunajua hapa. Haya nipe uombea mpya. Sasa taarifa za moto ziko hivi. Baba mwenye nyumba ipo ndani kwa Amanda. Yupo wapi? Anafanya we una uhakika ile unachokisema au unataka tu kudivunia credit? Kwa masikio yangu nasikia kwa ndani anaogeshwa baba huko. Anatekenywa. Wenyewe wanachekeana huko ndani, nikwambie mahaba moto mume wangu naambiwa. Yaani penzi paja tia nini usutwe. Upo. Sasa basi mke wangu nakuomba tulia hapo nyumbani. Usiusambaze kabla yangu sawa Mimi mumeo sawa Nakuheshimu sawa mke wangu nakupenda We Mpemba. Vipi? Mbona uko hai hivyo? Mama ya nyumba. Wewe acha tu ninavyokuambia. Sisi baki nalo. Ngoja tu nikwambie kwa sababu kuna mawili. Nisipokufa basi najinyea. Wacha tu nikwambie. We Mpemba wewe. Jambo gani? Si hili madam mama ya nyumba. Hili jambo la kuhusu Faki. Wewe naye wakati tumetoka kuzungumza sasa hivi hapa kuhusu Faki kupotea. Sasa hivi tena unarudisha nyuma. Mpaka mchuzi kwanza unitoke. Jamani. Huyu bwana Faki patala. Yaani bwana Faki ninavyokuambia najua alipo. Yaani
unajua mume wangu mimi alipo Mpemba, mimi hapa ni mke Faki, yani mimi ni Mrs. Faki. Kwa hiyo wewe kama kuna jambo lolote kuhusu mume wangu, wewe niambie tu, labda kama yupo kituoni, kakamatwa, kashikwa, kavunja mguu, niambie. Yule ni mume wangu, mimi siwezi kumtupa kwenye matatizo. Mpemba, niambie mume wangu yuko wapi? Hata bwana Faki awepo kituo cha polisi, yule mwizi. Yule mwizi, lakini wizi wake sio kupelekwa kule kituoni. Yule wizi wake anaiba wanawake. Yaani ninavyokuambia. Yuko pale pale nyumbani kwako. Nyumbani kwangu mimi? Ninapokaa mimi na mume wangu. Haya, niambia huyo baradhuri mwenye uwezo wa kumfungia mume wangu siku zote hizo ni nani? Ninavyokuambia huyo sio baradhuri, huyo barabaya. Yaani mambo yake sio mazuri hata kidogo. Ana macho hivi maskini ya Mungu dada wa watu. Amanda huyo anajifanya BFF, kumbe ndio mwizi wa mwanaume wangu, si ndio? Sasa leo nataka niende kumuonyesha. Kumbe kila siku ndio maana kodi yangu halipi. Nikitangaza pesa za kodi ya maji, mara umeme, yeye mwenzangu uko nyuma. Kumbe anadili na baba mwenye nyumba, si ndio? Sasa nasemaje? Hata ile nyumba yenyewe ile Faki haimuhusu. Ile nyumba ni ya marehemu babangu. Yaani Faki kanioa kakuta kabisa pale kuna mjongo wetu. Sasa leo nataka niende kumuonyesha kama marage mboga au kiungio cha makande, mshenzi mkubwa. Yaani mwanamke kumbe mbaya barazuri yule. Kumbe fisadi fisadi kiwembe, asidi wa roho za watu. Nataka nimuonyeshe leo. Mama mwenye nyumba fuko wako. Siwezi kuficha hisia, maradhi yataniumbua. Kwangu wala huumbuki wewe. Lizi mwili nalo nijua, kanila kanimarizia. Sasa umeona wewe hunda kulisha hiyo ndizi. Yule mwenzio bonga nilishaga sembe usiku. Basi na utamando tunakimbizwa. Achana nalo hilo, dili na mimi mtoto mwenye macho mazuri, nikupe vitu kama hivi. Nafu juzi hapa mimi mwanzo nilikuwa sina hata chogo. Halisha masembe nitoa chogo. Kumbe anakufanyia hivyo. Achana naye. Nishamwacha. Lizi mwili nalo nijua, kanila kanimaridhia. Mimi naona aibu. Bwana usioni aibu, njoo chukue. Wewe. Questa mi Faki. Yaani nakwambia hivi, hicho nilichokifanya kidogo. Yule bibi achana naye. Mimi nakupa vitu vizuri. Alafu hicho nilichokifanya kidogo, ipo kubwa yake. Ebo. Anionesha mambo, najaona mambo. Tulia uone yaliyomo yamo. Weye. Yaliyomo yamo. Kayote. Basi nakwambia leo mpaka kuche. Wewe msongo, nimekwambia
fungua mlango mshenzi mkubwa. Fungua mlango. Wewe msongo, ninakwambia fungua mlango. Wewe unajifanya malaya sana wewe wa kuiba wanaume za watu. Sasa leo nataka nikuonyeshe mshenzi mkubwa wewe. Shogangu huyo. Mnyoshe kazoea shogangu, mnyoshe huyo yumo ndani. Shogangu nakwambia kazoea sana huyo dada. Kazoea. Huyo binti huyo anajifanya mnafiki sana kuchukua wanaume za watu. Kila siku BFF, kumbe ndo mwizi wangu. Sasa leo nataka nikuonyeshe namna kucheza shele. Yaani nikufundishe watu vijana tunafungaje watoto wa Uswahilini. Nimekwambia fungua mlango mbwa mkubwa wewe. Sema majina